Ndugu yangu mzee wa bandika bandua, mambo ni aje? Uko good? Niko fresh. Unyama ni mwingi ndugu yangu. Mimi kama kawaida bwana. Bwana ndugu yangu, tuanzie hapa kifupi tu. Leo umewaona Young Africans kwa kile ambacho wanachokifanya, wanasaka nyota hatari, tishio watakayokuja kuisaidia timu ya taifa ya Tanzania. Ndio mpango mzuri. Unajua klabu kubwa lazima iwe na vision kubwa, lazima iwe na mtazamo wa mbele kwa faida ya taifa, kwa faida ya klabu pia, lakini pia hasa kimataifa lazima tupeleke product ambayo inaonyesha ina ushindani. Hatutafuti wachezaji au tuandae kizazi ambacho kitakuwa kinalalamika kucha za mikono zimeisha au zinauma kwa sababu ya kufukua vitu. Hatuandai taifa ambalo linakuwa linaelekezwa namna gani unavyofika kwenye kibendera umwage dawa. Hatuandai taifa hivyo. Hapo Uchebe unamaanisha nini? Kuna watu wanaandaa hivyo. Mimi kuna mchezaji mmoja naishi naye mtaa mmoja. Umefanya hayo mambo? Sasa kila siku unajua pale mtaani walikuwa wanalalamika. Unajua tukiamka asubuhi tumechoka, hatuelewi shughuli gani tunafanya. Nikamwambia sasa nikaenda kule juzi Zanzibar nikaangalia. Nikasema hapa wamehisi si nikaisa chifu Wamehisi nyewe ni Kaizer chifu Unajua waliwanga kwa Kaizer chifu walitoa sare. Au umesahau? Mechi finali. Finali wapi? Wacheze finali wapi? Kaizer chifu afa akatoa sare. Nani huyo? Wewe umesahau walikuwa na robo. Unakumbuka? Inahitajika chuma 4. Chuma 4. Zinaishia 3. Walipata wapi? Walipata wapi? Ilikuwa ni ngumu. Umenielewa? So ukija kuangalia kwa sababu ya sisi ubora wetu ndio ambao ulikuwa unaamua sasa. Kwa sisi ukiangalia wao na sisi ni tofauti. Umenielewa? Wao wanaloga, sisi tunaingia dry. Mambo yanakuwa vile. Nani ameloga? Wanaeleweka mzee, mtaa wa Msimbazi. Yani mimi kitu ambacho nilishangaa nilisikitika. Kiongozi mkubwa wa wadhamini nao naenda kuoga. Kweli jamani, nafasi zinapambaniwa. Yaani mpaka unaenda kuoga au ndo wamekuamini kupata hiyo cheo kwa sababu ya kuoga. Yaani bila kuoga kwenye benchi wanalalamika bwana, wanasema goli la Selemani Mwalimu ndugu yangu. Sio goli na wewe. Kwanza yule Anset Oula kule alikuwa ameshashika. Wachezaji wa Yanga alinyosha ishara kabisa. Oya tunaonewa huku. Umenielewa? Refa kafunika wakati hakuona. Ikaenda kule Selemani Mwalimu ameshaotea. Kibendera akamwambia vya dhuluma vidumu. Vya dhuluma, na huu ni mwezi wa Kwaresima na nini? Na Ramadhani. Mwezi mtukufu. Sio? Kwa wenzetu Waislamu. Sisi wa Kristo tunasema ni mwezi wa Kwaresima. Akasema siko tayari kuona timu yoyote inadhulumiwa. Kama ni jela wacha ni hukumu. Ukweli niseme ukweli. Hapa ni offside. Kitu kikarudishwa pale. Wanalalama goli la vipi? Ungesema kule aliyeshika Anset Oula angekuwa mkweli. Umenielewa? Anset Oula angekuwa mkweli kuanzia kule. Ila akafumba mwamuzi wakati naye akakausha. Alitaka Nasoro Mwichui. Alitaka awasaidie. Ila kibendera huko akasema mimi sio hivyo. Mimi sio wa hivyo. Mloge nyie, mimi dawa zenu wasijanifikia. Na haziwezi kunizulu. Twende kati. Wale waamuzi waendelee kutumika. Umenielewa? Wale waamuzi ndio waendelee kuchezesha dabi. Wale ndio waamuzi bora. Walitenda haki. Even if mimi la Prince Dube mbona ningekuwa nimewafunga? Ungekuwa? Nimewafunga. Kuonesha uthubutu ndio shida. Ngoja Prince Dube kwa nafasi ile ni sana mpira wa penalty. Umenielewa? Kwa ile nafasi ya Prince Dube Mpumelelo aliyokuwa ameipata ni sana nafasi ya penalty. Ndio yule mlokuwa mkimwimba afu. Ndio tumlaumu. Ndio yule ana goli 5 unaanzaje kumlaumu? Ndio yule ambaye mlokuwa. Ngoja, goli 5 unaanzaje kumlaumu? Ndio yule mlokuwa mkimwimba. Nani alikuwa anamuimba? Wa Simba ndo anamuimba. Wewe pia miongoni. Mimi sijawahi. Prince Dube Mpumelelo always nawaambia huyu anakuja kuwa MVP. Tena anaweza kuwa mfungaji bora. Hapo Libase yuko. Libase ana goli ngapi? Anset Oula. Ana goli ngapi? Analuka tu kile mende. Ino Loemba. Hamna kazi pale. Mpaka aloge ndio aonekane. Sasa ndio wachezaji.
Mchezaji nenda kavu, onyesha ubishi wako, kweli kipaji unacho. Ndio maana leo umeona Safari Soka hii, Safari Soka na GSM Foundation. Hapa tunahitaji wachezaji wasio watoto wanaojua, wenye vipaji, sio tunahitaji wachezaji wanaojua waganga, si umenielewa? Tunahitaji wachezaji wenye vipaji, hatutaki wachezaji wanaojua waganga. Yaani unaanza kushauriana eti Luemba kule Kongo kwenu vipi? Anakuambia pale mpakani yupo, anajua kucheza mechi. Unamuuliza Anseti Ola, anakuambia hiyo mbona imeisha. Mwingine ndo anashauri kabisa. Cha kwanza huyu mtaalamu wangu amesema, mimi nikamwage dawa kwenye kibendera, mimi nikafukue katikati ya nani. Sasa hao ndo wachezaji. Timu yenye ubora ya viwango vya kafu Afrika hii, kafu nafasi ya 5, sio? Simba nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika. Na imeshuka sasa hivi. Usiseme imeshuka. Umewashusha wewe. Umewashusha wewe. Kwa mujibu wa takwimu. Umewashusha wewe. Si viwango vimetoka. Viwango, ngoja kwanza. Umewashusha wewe. Mimi sijawashusha. Sasa wenye mpira wao nafasi ya 5. Kwa wenyewe mnakubali nafasi ya Simba wewe bro, mimi nakwambia Simba bado namheshimu nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika. No doubt. No doubt. Kwenye hilo no doubt. No doubt. Basi no doubt na hii hapa. Young Africans hajawahi kuifunga timu 5 kwa ubora barani Afrika. Timu 5 kwa ubora barani Afrika. Simba akiwa nafasi ya ngapi? Ya 5. Amecheza na Yanga mara ngapi? Tuambie. Na Simba ya ngapi? Simba. 5 kwa ubora. Amecheza na Yanga mara ngapi? Mara nyingi. Sema. Mara nyingi. Haya, misimu 5 hii. Imecheza na Yanga mara ngapi? Mara nyingi. Matokeo? Sare. Tuendelee. Mpaka uloge unapata sare na Yanga. Huwezi kupata sare kwa Yanga kama hujaloga. Huwezi kupata sare kwa Yanga kama hujaloga. Ahali. Nani? Sali loga naye. Ahali aliloga, walisaidiana na huyu Mamelodi Sundowns. Nani? Wewe, Mamelodi Sundowns tena hataki usikia Yanga. Umenielewa? Mpaka goli linakataliwa kule. Naye pia aliloga. Nani? Aliloga. Ndio, huwezi kupata sare kwa Yanga kama hujaloga. Tafuta. Niambia timu gani ambayo imetoa sare na Yanga hajaloga. Bwana, kituo kinachofuata mnaelekea kucheza mchezo dhidi ya Singida Black Stars. Mnatarajia kuona mchezo wa namna gani kabla ya kwenda kuwavaa Young Africans? Ni moja ya mechi kabla ya kwenda kuwavaa Azam FC. Yes, ni moja ya mechi dume kweli, ni mechi moja ambayo ni nzito, inahitaji maandalizi ya kutosha. Singida Black Stars sio timu poa, sio timu ya kawaida, sio timu ambayo tunaenda kucheza kama tunacheza na Simba. Singida Black Stars inahitaji maandalizi makubwa kwa sababu tumeona aina ya upinzani ambao wameutoa. Msimu uliopita tumecheza mechi 2 za ligi, tumecheza mechi moja ya fainali ya FA kama unakumbukumbu vizuri. Lakini zote tuliweza kuibuka na ushindi, lakini ushindi wake sio ulikuwa wa kawaida, wa mbinde. Umenielewa? Ni timu ambayo inagawa point kwa Yanga, lakini ugawaji wake wa point sio wa kawaida. Lazima utumie nguvu, utumie maarifa mengi, uwe na wachezaji wanaoweza kuamua mechi. Kama una hao wachezaji kwa Singida huwezi kupata matokeo, unalamba nyugu. Kwa hiyo mimi lazima nikubaliane kwamba ni moja ya mechi bora ambayo inaenda kuchezwa pale Singida kwenye uwanja wa Airtel Stadium. Kwa hiyo mimi nakiri kwamba naamini ni ujumbe toka kwa viongozi wangu, kwa benchi la ufundi, kwa kocha na wachezaji. Hii mechi ni mechi kweli kweli. Kama mnakumbuka raundi ya kwanza Zanzibar, Pacome Zozo bila uwezo wa Pacome Zozo kuamua kwamba hii mechi inahitaji alama 3. Hizi alama 3 tunazipataje? Ngoja ni shoot kutokea mbali. Sidhani kama tungepata alama 3 kwa Singida raundi ya kwanza. Lakini kwa kuwa tulijipanga vizuri, wachezaji ni wakubwa, wanajua maana michuano mechi kubwa, akafanya maamuzi ya kikubwa. So hata vile kwenye mchezo wa kesho kutwa tarehe 5, naombea timu yangu ikafanya ile spirit tuweze kurudi na alama 3. Mimi leo nasafiri kwenda kule. Sisafiri kwenda kule halafu nikarudi na huzuni, is never. Hiyo sio Yanga tulioizoea. Tukienda ugenini lazima turudi na chochote. Kwa lazima turudi na asali. Wanangu, asali mmemisi sana, mtaipata. Shukrani sana. Mimi nashukuru.